Na Sheikh Shamsi, hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezungumza na amekemea baadhi ya watu wa nchi jirani kuingilia masuala ya ndani ya nchi yetu, wakidai kuwa hayo ni masuala ya kidemokrasia. Wewe kama kiongozi wa dini unaliona vipi na unalizungumziaje? Nashukuru sana kwa swali ambalo umeniuliza, na niseme tu kwamba sikutegemea kuulizwa swali hilo, lakini kutokana na umuhimu wake ninalazimika kusema machache. Kwanza nichukue fursa hii adhimu katika kipindi chetu hichi cha podcast kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amhifadhi, kwa msimamo ambao ameutoa wa kutoa tahadhari, tena kwa lugha nzuri, lugha ya kiungwana, lakini ndani yake imebeba ukali wa maneno na uzito wa maneno, kwamba yeye kama amiri jeshi mkuu, kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama kiongozi ambayo amekula kiapo kulinda mipaka ya nchi yetu, kulinda amani, utulivu, usalama wa nchi yetu kwa maana ya raia na mali zao, ilikuwa ni lazima atoe tamko hilo, sababu kweli kama alivyosema, Tanzania sio shamba la bibi ambaye kila mtu anaweza akaja hapa akazungumza anachokitaka. Hii ni nchi kubwa katika nchi za Afrika ya Mashariki, kwa upande wa ukubwa wa eneo, kwa upande wa miundombinu, kwa upande wa idadi ya watu, kwa upande wa historia, lakini vile vile kwa upande wa amani. Imekuwa ni kimbilio la nchi zote za Afrika Mashariki na Kati kwa sababu ya amani ambayo ipo katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo mtu yote ambaye anajaribu kuchezea amani ya Tanzania kupitia katika daraja la demokrasia, haki ya binadamu na nini, ni lazima akemewe vikali. Kwa hiyo rais alitoa tamko, na lile tamko kusema kweli lilikuwa ni tamko zito kwa mtu ambaye anaweza kupima maneno. Mimi nilikuwa natarajia kwamba Watanzania wote takriban tungemuunga mkono katika kauli. Unajua wamemuunga mkono, lakini tungemuunga mkono kwa maana ya kuonyesha kivitendo kwamba tuko nyuma yake katika kuthamini amani na usalama wa nchi yetu. Na kwa upande wa viongozi wa dini, mimi sio mzungumzaji wa viongozi wa dini, lakini nitazungumza mimi tu mwenyewe kama mlinganiaji, kwamba kuna umuhimu mkubwa wa viongozi wa dini kuchukua yale maneno na kujaribu kuyaeneza kwa waumini wao, kwamba rais alichokuwa anakikusudia pale ni kuhakikisha amani ya nchi yetu inatunzwa kwa gharama yoyote ile. Naam.